Biblia hakuna mule mko ya kutengeneza makiki, ya kuchionea amo, telefone iko ndani, fungulo za kazi ndani. Unakuja kanisani, Biblia hauna, unajua soma. Tumekuja kanisani, wachungaji wametusipote. Tunakuja katika desturi. Mungu anasema toka, ambia jirani toka. Ambia jirani toka, ondoke Yesu. Walio na Biblia tusiweke chungu, angalia. Wenye viko mdesturi. Ambia jirani toka, toka. Toka, ondoke. Watu wanakuyaka hana kwa mchisomo, wanaikala useme tuna watu wametembelea ndani ya desturi. Kama mnaniona nilivyo leo, Biblia imenitengeneza. Sehemu ya mafundisho ni ya kidogo sana, lakini sehemu kubwa ni Biblia imenitengeneza. Ndiyo maana ninaweza kusema maneno usiyoyajua. Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke katika desturi. Kama unajua soma, kuja na Biblia, sio safi. Mimi nimechagua kuja na Biblia pasipo maleti. Hamtaniona tena na maleti. Nishinda kwa Biblia, Biblia yangu njia hapa. Unatembea kama hivi. Hamtaniona tena na maleti, nishaiacha. Niko fier na Biblia. Mke wangu akaniambia nilipata maono, nikaona kama kuna kitu shetani ataingiza ndani ya nyumba. Alafu tulipokuwa tukikula, nikasikia Mungu ananiambia acha maombi. Na niko kumeza, nilikuwa nakula samaki ya mzuri. Akasema acha maombi, niache samaki. Acha maombi. Nikaacha omba tukiwa mezani. Na acha leta fuso nyumba. Mke wangu tena umefika kwa nini? Omba. Tokotesha maombi, sema omba. Mke wangu akazania nimekuwa mwenda masimu. Na kumbe Mungu aliye na uwezo ya kuona kesho kabla ya leo alikuwa amejua kuna kitu kimetupwa katika nyumba. Niliomba hata mwenye sikujua. Omba. Nikaacha samaki. Omba. Nilipomaliza omba nilisikia roho inatulia. Akasema endelesha chakula. Tunapoenda lala, tunakutanisha mapanya zishakufia hivi mbele ya kitanda. Ambia jirani desturi yako itakuwaka. Panya zinakufa. Zinakuwa sasa zimeponewa na mato na damu iko na mwakika. Ukiomba akasema Yesu wewe kuna nini? Asema panya zishakufa. Nikacheka. Unacheka. Nikasema nifanye nini? Nisema inatupa mie. Nikakamata kabla nikalokota panya zote nikatupa. Nikamwabudu Mungu. Ulimwengu tunaoishi haitaki desturi. Tuambiane namna gani mchungaji panya zinakufa mbele ya kitanda zikiwa zimepongwa kichwa. Namna gani? Hakuna mtu anayeweza kueleza hapa isipokuwa Roho. Niliwaambia jana mlozi hawezi fika Roho katoka msaya sofa. Impossible. Ukaingia mwangu utatoka na alama. Impossible. Alafu mke wangu akaanza kuwa na woga. Nikamwambia woga ya nini? Lala nguruma vizuri. Simba wa Yuda amesimama tayari. Nikalala tujifunze kutoka katika desturi. Biblia inasema
Alafu siku moja Abraham alikuwa akikaa, anakaa, jua ilikuwa imekuwa kali. Alafu Abraham akakaa chini ya mti kwenye lango. Mwandishi, si Abraham anasema, lakini mwandishi anasema watu wangapi? Watu watatu wakapita. Mwandishi aliona watu watatu, lakini Abraham akaona Mungu. Akaona nani? Mwandishi wa kitabu akiandika, yeye aliona watu watatu, lakini Abraham alipoona hakuona watu watatu, aliona mbinguni. Hawasikie umwandishi o kitabu mwalangira abantu basanze. Me Abraham wakati aliwaangalia amalangira olumula, kitu gani tunajifunza hapa? Abraham angeliwaona kama watu watatu, angelimfaka tasa Sarai. Bwana Yesu asifiwe. Abraham hawa watu wenye mtu alisema ni watu, angewaona kama watu, Sara angelimfaka tasa. Lakini macho ya Abraham ikaona utofauti na watu jinsi walivyowaona. Asubuhi ya leo Mungu akupe neema ya kuacha kuona utofauti na watu wengine. Mahali watu wanaona utashindwa, Mungu akupe neema ya kuona resite. Wakati watu wanaona hautafaulu hapa, Bwana akupe macho ya kukuletea imani ya kusema nitaweza hapa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kama unanielewa fanya hivi huko. Abraham akawatazama, akaona mbinguni na karibia, akaona Mungu ndani ya watu hawa, akaona malaika miongoni mwao. Akasema kama ni Bwana amenitembelea, ni siku yangu ya kutoka katika hali niliyo nayo. Mungu hawezi akatembelea mtu na akamwacha kisha alivyomkuta. Bwana kaingia kwa shuhuda, Bwana kaingia maishani mwako, anaacha matengenezo. Asubuhi ya leo natabiri Bwana aingie katika maisha yako, na Bwana alete changement positif au nom de Jésus. Ambia jirani changement positif. Usalimie mwambie changement positif. Au Kristo anasema changement positif. Changement positif. Akaangalia watu akaona Bwana. Watu wakiangalia wanaona watu. Akaangalia akaona Bwana, na alikuwa amefundishwa ukiona etre supreme, unifuata, ukiona etre yenye iko supreme, ukiona roho, ni sharti uachilie sadaka. Hii ndio nitawafundisha leo. Nilikuwa nikitoka Msantrevi, hii siku nilitembea na miguu, alafu nilikuwa napanda mriki. Alafu nikipanda mriki, tukajipata tulikutana na watu tukaongelea pale hivi. Tuwa pale. Kale karoko, kachini ya nafasha. Si unaona mwenye anatokea vumbi mbele ufike pale mwana Kongoro. Hapo huko pale. Nilipofika pale, nikasikia ndani yangu ana sadaka. Ilikuwa vertice ndefu. Ana sadaka. Ni ana sadaka ya kwenda wapi? Ana sadaka. Ana sadaka. Nikiafasi kidogo nikaona mama mmoja anachoma hii. Ukomwe kabisa, mzee anachoma hii. Mungu akasema siamuonaka. Akasema mbariki. Nikatafuta pita, nikasikia roho inagonga, inakosa salama. Nikarudia nyuma, nikasema mama, kamata.
Nilisema huyu katika ufalme jina lake limeandikwa. Mungu hawezi kunishurutisha kwa bure. Nikaachilia sadaka. Nilipoachilia sadaka, nikaenda karibia Venet. Nikakutana na dada mdogo sana. Akanipatia pesa. Akasema, nimekutafuta siku nyingi sana, nimekukosa. Sikujua huyu dada. Akaniachilia pesa katika shashi ya Bwana. Nikasema, unanijua? Akasema, nakujua. Uko pastor wa Kisama. Namna gani? Ni za nini? Akasema, Mungu amesema nikubariki. Nikachukua pesa. Nikaenda nageuka nyuma. Sielewe. Nikafika nyumbani. Nikaweka pesa juu ya meza, nikasanya kusitakosekana. Nikaanza hesabia pesa, mchongo kaniuliza, "Umezitosha?" Nikasema, Mungu amenipa. Asiachana na msala yako tena. Mungu amekupa namna gani? Nani ndio alisikupatia? Niseme wewe umuulize. Nikapanga pesa, mamili nafasi yake, maseki mili nafasi yake, mafeli nafasi yake, maseki nafasi yake, madini nafasi yake. Nikafunga na milaso. Mwambie jirani yako, Mungu ni mwaminifu. Nikaelewa, nikasema, huyu mama ningelikataa kumpa pesa, Bwana angenipatia mbele. Mara ngapi umeresiste kwa maisha yako? Akamwambia Abraham, nitakubariki ili uwe baraka. Tunasikia ile verse, nitakubariki ili uwe baraka. Siku zote Mungu anakubariki. Unakataa kukua baraka, anaondosha. Mungu akikubariki mpaka Sunday, ni juu kuwe baraka kwa wengine watu. Ukakataa kukua baraka, anakuacha. Hizo pesa nimezipangia kazi nzuri. Mungu akingaliki anaonekana kwa hii dunia. Mungu akingaliki anaonekana. Acha nimalizie. Biblia inasema Abraham akafanya, akanda ndama, akafanya maji, wakanawa miguu, akatengeneza chakula, jinsi wanazo kazi. Baada ya kuandaa wakakula. Walipokuwa wanakula, waseme, mmoja akauliza, mke wako Sara iko wapi? Wakati Mungu anakia maisha yako, anakia na precision. Mke wako Sara iko wapi? Akasema iko pale Mafika. Akasema mwakani Sara atazaa. Biblia inasema walikuwa wameseheka sana. Walikuwa wamevuka mstari wa ukawaida. Sara akasikia, hakuamini, akacheka. Lakini 21 inasema wakati ilipotimia, Sara akakuwa na mimba na akazaa mwana. Haleluya. Isaka anazaliwa kwa sababu gani? Kitu gani kinamleta Isaka? Kitu gani kinaleta Isaka? Mshikilie bien. Sadaka. Kuna miujiza ya neema. Kuna miujiza ya maombi. Kuna miujiza ya sadaka. Ukristo utembea na vitu hivi vitatu.
kuna miujiza zingine tunazipata ndani ya neema. Neema ya Mungu inafanyisha miujiza. Kuna miujiza ya pili tunaipata tunapoomba. Kuna miujiza ya tatu tunaipata baada ya sadaka. Abraham angelikataa kuwakaribisha, kuwatolea sadaka, kuwafanyia chakula, Sara angelikufa tasa. Sadaka ina uwezo ya kubadilisha kisicho kawaida kikawa kawaida. Sijawahi kupatia ushuhuda, najua itasaidia mtu mmoja hapa. Mimi nilizaliwa, nilipofika miaka 5, mtu niliangalia wakati kwanza. Nilipofika miaka 5 nikafanya ajali. Na katika hiyo ajali, madaktari waliponitunza wakaambia wazazi, wakasema mtoto atapona lakini hatazaa. Unasikia neno daktari? Mtoto atapona ila kuzaa hatazaa. Alafu nilikomaa nikijua sitazalaka. Na katika maisha yangu ya ujana nilikuwa kabadi. Najua leo unaweza kusifia mimi kumbe mimi sasa mtoto sawa usiwe. Utatosha makamasi puani pasipo kula pilipili. Sikuwa rahisi. Nilikuwa mbaya sana. Mama alikuwa analia machozi. Unajua unapotoa ukihubiri hapa unasema mtoto kama malaika kali. Mimi nilikuwa shetani. Katika misaa ilifanya uasherati. Jambo la kushangaza, hata mtoto wa kusingiziwa sikupata. Nikaamini sitazaa. Bwana akaniita, toka. Nikatoka, nikamfuata Kristo, nikaamini, nikaacha hali mbaya, nikamtumikia Yesu kwa kweli na kwa haki. Alafu nikisoma maandiko, imani kaanza kuumbika. Kisichowezekana kwa wanadamu kinawezekana kwa Bwana. Nikaamini neno hili, nikaendelea kusoma Biblia, imani ikakomaa. Unachosema kwa ulimi ndicho kinaonekana. Nikaanza kukiri nitazaa. Nilipofika muda wa kuchumbia, nikachumbia mke. Nikaanza kumwambia, ukienda na Bwana kisha hasalaki na utamkatala hapa. Sasa hapana, nadaenda naye vile. Wadada, ante usifanye unachimbia haraka. Kuna nyakati tunawauliza kukijua kwa nini tunauliza. Kama unasema hapa ile sio shida. Unajua watu wawili, wawili. Mungu na kuomba tu kitu kimoja. Unatengeneza vya kuharibika. Mwenyesha oza unamrudisha kwa mtu wa uhai. Tengeneza. Tukaenda kwenye visits. Niko na tetemeka. Sasa leo ninaisha. Baada ya kumaliza vipimo wakatuita. Daktari akaanza. Sasa wewe ndio tena niuliza hauna shida pale. Wewe ndio sasa tuliko malaka hii. Nisema basi.
basi. Anauliza imakesio karibia masaa minutes. Mwezeni nisimie. Akasema mchunga nianje kubibia kwa kwanza. Akasema mwanamke uko bie sana kabisa, unaweza saa, hakuna shida yoyote, uko salama. Ameanza mwanamke. Sasa Kiana, wewe Jonah. Kiana wangu, tumepima vizuri, na tumeona unaweza sana. Ninaweza sana. Huyu amesema sana kurusa. Na mimi niko kurusa. Asema unaweza sana. Nikasema basi. Tukatoka pale tukamaliza, tukafunga harusi. Baada ya kufunga harusi, nikasema Mungu wewe mwaminifu. Nikiingia kwenye ndoa mwezi wa kwanza, nyumba ya kwanza, alafu Mungu akaniambia andaa sadaka. Nikaandaa sadaka, akanionyesha mama mjane, nikampelekea hizo sadaka. Mama huu akaniambia uende uzale wa mingi. Mungu akaniambia utazaa. Mwezi wa kwanza, mimba ya kwanza, tasa mbele ya daktari, baba ya maelfu mbele ya Bwana. Na leo nina mtoto na mwingine atakuya na mapasha atakuya. Kuna vitu vingine tunavipata, tumeomba sana, Bwana anangojea sadaka zako. Hana kazi na sadaka yako, haikulaki hata. Ana haja ya kutimiza principle spiritual. Achilia sadaka. Mtoto anakuja, kisha tunashapiga Biblia inasema Mungu akasema umtoe. Nani angeliweza? Unashitoka kutoa 1000 francs, ungeweza kutoa mwana wa pekee. Unashindwa kutoa $5, kutoa poshe ya sima inakuwa problem. Kisha Mungu anamwambia Abraham, mwana wako wa pekee. Biblia haituonesha Abraham akidiskite, inatuonesha Abraham akitii, alikamata Isaka na kuenda. Roho ya utiifu, akatii, akamchukua Isaka. Angelia pourvoyer. Mswahili pourvoyer jibu kwa mahitaji. Hangalichukua kishi. Mungu iko na uwezo ya kuangusha kondoro kwenye hakuna fedha. Uwezo ya kugeuza mashaka ikawa furaha. Asubuhi ya leo Mungu akuwezeshe. Hata kama ni kitu ya pekee, ukisikia Mungu anakuambia achilia. Achilia. Toka katika ukawaida ya kubishana na Mungu, ya kubishana maneno. Ukisikia achilia. Tunakuamini wa Kristo. Unaweza salimia watu watatu na kuambia Mungu akutendee neema. Alafu muongezee neno la pili, mwambie Mungu anahitaji wa pekee. Ambia tena watu watatu, mwana wako wa pekee. Mungu anamhitaji asubuhi ya leo. Mungu anamhitaji asubuhi pekee. Bwana anamhitaji asubuhi ya leo. Siku zote Mungu anakuomba kitu, anajua kagiza shakupatia. Shima tuombe Mungu.
Umesikia tena neno? Ujiandae kuachilia kitu yako ya pekee. Mjifunze kumtolea Bwana. Mjifunze kumtolea Bwana. Mjifunze kumtolea Bwana. Ulimwengu wa giza inatushindiaka sana sadaka. Baba mmoja wa kiroho akanionya akisema, ndugu yangu, mwanangu, ujiazari sana. Ujiazari sana kupigana vita vya roho kama hautowaki sadaka. Nikamuuliza kwa nini? Akasema ujiazari sana kwenda ombea manyumba sababu na mabutiki kama haushui kutoa sadaka. Niseme mie ama mabutiki? Ase weye. Nikamuuliza kwa nini? Akasema kuna watu wengine ambaye anaanza biashara, mbele afungule butiki ama mbele afungule galeri, mbele afungule kitega uchumi, anaenda kwenye bahari, anachinja mambuzi desa, anakamata damu anaimwanga juu ya bahari, na wanapomwanga damu juu ya bahari wanasema kadiri damu hii inajisambaza juu ya bahari, hivyo biashara yako ijisambaze. Kisha wewe kutoa sensa unapia pambana na wavi. Vinasikilikana? Anaenda anatoa kafara. Wanasema uendelee katika huduma, uendelee katika kazi, ulete damu ya watu. Anaenda anafanyisha pisi ya ksida. Mungu tubariki, Mungu nibariki. Akubariki kudini yako. Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kipanda maharagi utavuna nini? Maharagi. Hii verseni ya mina utavuna kwa uchungu. Ujifunze kuachilia dhabihu zinazowatoa machozi. Unaachilia dhabihu, unasikia umepungukiwa katika kazi yako. Unaachilia sadaka. Ujifunze kutoa sadaka. Sijawahi kuona mtu aliyetawala katika hii dunia pasipo kufanya masakrifisi. Sijawahi kuona hata mchungaji hawezi kuembate kanisa pasipo sadaka za sakrifisi. Kama wengine wanatoa kafara, wewe toa kulingana na Biblia. Anakuambia saidia watu, saidia wanaosaidia yatima, panda mbegu, jenga kanisa, jenga. Unafanya the sacrifice. Maana ya sacrifice ni sadaka ambayo unaitoa ukijikuta umepungukiwa. Mikono miwili tu tuombe. Kama neno hili neno lenye nguvu na lenye uzima, pekee yetu hatuwezi kuliweza, pekee yetu hatuwezi kuliweka kwa matendo, lakini pamoja na Roho Mtakatifu tunaweza kufanyiza sadaka mbele zako, sadaka za kumbukumbu, sadaka za kuweka misingi ya nguvu, sadaka za kuachilia neema yako ikawa juu yetu, sadaka Bwana za kutupa utawala katika ulimwengu wa roho. Wezesha baba yangu, wezesha mama yangu, wezesha ndugu zangu walio hapa. Mwenyewe Bwana uniwezeshe, unifundishe tena zaidi niweze kuyafundisha watu ninaoyaishi. Wezesha kanisa lako Bwana kutoka katika desturi ya kawaida. Fundisha kanisa lako Bwana kufanya zaidi, kuachilia kwa machozi. Tusiwe tunafanya sadaka za kuelewa, sadaka za machozi, ili tuweze kufuna kwa kelele na shangwe. Tufundishe Jehova, tusaidie Roho Mtakatifu, utuwezeshe ili tuweze kutembea katika viwango vile. Bariki kila mmoja wetu amesikia neno limeingia.
na anasema nitatenda, nitafanya. Bwana umshimamie na umwezeshe kwa jina